Kundi la raia 59 weupe kutoka Afrika Kusini limewasili Marekani ambapo watapewa hadhi ya wakimbizi, hatua ambayo imezua mjadala mkali wa kisiasa na haki za kibinadamu. Utawala wa Rais Donald Trump umeharakisha mchakato wa maombi yao kwa madai kuwa wanakumbwa na ubaguzi wa rangi na tishio la mauaji ya kizazi linalowalenga hasa wakulima wa Kiafrikana. Walipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dallas karibu na Washington DC, walipokelewa kwa shangwe na maafisa wa Marekani, baadhi yao wakiwa wameshika watoto na kupunga bendera ndogo za Marekani. Tofauti na kawaida ambapo uchakataji wa wakimbizi huchukua miezi au hata miaka, kundi hili limepata kibali haraka bila hata kupitia ukaguzi wa UNHCR kama ilivyo kawaida. Rais Trump alitetea hatua hiyo kwa kusema wakulima weupe wanauawa Afrika Kusini, ingawa alisisitiza kuwa swala la rangi halina uzito kwake. Hata hivyo, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alimueleza Trump kupitia simu kuwa madai hayo hayana ukweli na kwamba kundi hilo halikidhi vigezo vya kuwa wakimbizi kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, utawala wa Trump umesitisha kabisa mapokezi ya wakimbizi kutoka mataifa mengine, hata wale wanaotoroka maeneo ya vita. Mashirika ya haki za binadamu yamekosoa vikali uamuzi huu, yakisema kuwa ni wakibaguzi na wakinafiki, hasa ikizingatiwa kuwa zaidi ya wakimbizi 120,000 waliokuwa tayari wameidhinishwa awali wameachwa bila msaada wowote. Hatua hiyo pia imezidisha mvutano kati ya Marekani na Afrika Kusini. Balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani Ibrahim Rasool alifukuzwa mwezi Machi baada ya kumshutumu Trump kwa kutumia uhanga wa wazungu kama silaha ya kisiasa. Uhusiano huo tayari ulikuwa na mivutano kufuatia msimamo mkali wa Afrika Kusini dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ. Wakosoaji nchini Marekani, wakiwemo wanasheria na mashirika ya wakimbizi, wamesema kuwa kupewa kwa haraka kwa hadhi ya wakimbizi wa Kiafrikana ni kielelezo cha upendeleo wa ubaguzi wa rangi. Kanisa la Episkopal pia limetangaza kusitisha ushirikiano wake na serikali ya Marekani kuhusu makazi ya wakimbizi. Ingawa takwimu zinaonyesha kuwa mauaji 44 yaliyotokea mashambani ya Afrika Kusini mwaka 2024, serikali inasisitiza kuwa si ya kikabila. Licha hayo, madai ya mauaji ya wazungu yameendelea kushamiri katika mazungumzo ya kiafidhina, yakiungwa mkono na watu kama Elon Musk ambaye ameshutumu serikali ya Afrika Kusini kwa kupitisha sera za umiliki wa kibaguzi. Welcome. Welcome to the United States of America. It is such an honor for us to receive you here today. This is the land of the free, and we know that all of you have faced... I'm Chris Landau. First of all, let me introduce myself. I'm the Deputy Secretary of State of the United States. This is my friend Troy Edgar. Yeah, I'm the Deputy Secretary of Homeland Security. And again, welcome. So great to have you guys here. I know you've gone through a long flight. I cannot believe there are babies and children who are actually so well behaved. This is much better than mine are. So bless you for that. And you know, I think it makes me so happy to see you with our flag in your hands, and that flag symbolizes liberty for so many of us. Many of us, our families, have had a journey not that different from the journey that you are embarking on today. My own father was born in Europe and had to leave his country when Hitler came in the 1930s, and made his way to South America first and then eventually to the United States. So he is an immigrant who actually, was able to benefit from the many blessings of this country. And one of the reasons that I really wanted to go and work for the government is because I wanted to give back to this country that really brought freedom to my family and allowed us to escape a very difficult situation in another country. So, I know that this is going to be, any adjustment in life, any change takes a while to get used to. But I want you all to know that you are really welcome here, and that we respect
what you have had to deal with these last few years. We respect the long tradition of your people and what you have accomplished over the years, and I am sure that you will be successful. It's, as you know, a lot of you I think are farmers, right? When you have quality seeds, you can put them in foreign soil and they will blossom, they will bloom. And we are excited to welcome you here to our country where we think you will bloom, and we will hopefully allow you to have fulfilling lives for your children, and then we will bloom and we will benefit alongside you. So thank you very much for coming here. Yeah. I'd like to add, again, on behalf of President Trump, Secretary Noem, we're just so grateful that you guys are here. Everybody within DHS, we've been so excited to be able to get you guys here to process, to vet, everything, so you guys get a really warm start. After all I was tracking your flight, 12 hours that you were last night. I'm like, oh my God. So thank you for just the patience of being able to get here. Very similar to Chris, as our Secretary Landau, is that my wife came from Iran. Same thing, persecution from Christianity, and she's come here. She now speaks 5 languages. She's a school teacher. She's a great American story, and we're so grateful. I think Chris and I both just wanted to come and make sure that we greet you guys, we meet you, give our contact information to you, and if there's anything that we could do, we just want to welcome you personally. We look forward to, after this, to be able to spend a little bit of time with you and get to talk to you guys. So thank you guys. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.